Na mtaani kuna harakati kibao, mtaani kuna mitikasi kibao ambayo inafanyika ili kuhakikisha kwamba maisha yanakuwa fresh zaidi, lakini pia maisha yanaenda namna ambavyo yanapaswa kwenda. Na leo bana, kupitia Kijiwe Soka tumekuja katika sehemu ambazo mara zote huwa zinakuwa sehemu zetu za kutamba, kupiga story na wadau wa soka kuhusiana na hichi ambacho tunakijadili kuhusiana na mada mbalimbali za mpira wa miguu. Na leo bana, nimekuja Miuji Mwatano kuzungumza na ndugu zetu. Tumeshuhudia juzi kati hapa issue ya msemaji Young Africans Ali Kamwe kukamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora, lakini akaachiwa kwa dhamana. Wao wananzengo wana maoni gani kuhusiana na issue hii ya Ali Kamwe? Tuanze tukazungumza nao wadau wa soka kuhusiana na hili swala. Bana, kama nilivyokuambia, basi tuko mtaani kuzungumza na ndugu zetu kuhusiana na issue ambayo ilitokea juzi kati ya afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe kukamatwa kule mkoani Tabora na jeshi la polisi na kuachiwa kwa dhamana. Bana mjomba, habari ya kwako? Nzuri, habari ya wewe? Salama mjomba, kwema? Kwema kwema. Unakuita nani kwa majina? Mimi kwa jina naitwa El Jonathan Kamera. Kamera. Shabiki wa timu gani? Mimi kiukweli damu. Damu Yanga au Simba? Kwani damu ina rangi gani? Kwamba mnyama ni Simba sio? Sasa kama unajua, sawa, damu ina rangi gani? Rangi nyekundu. Huyo. Sawa bana, tuliona issue ambayo ilitokea juzi kati kuhusiana na msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe kukamatwa mkoani Tabora. Mimi nataka kujua kutoka kwako kama ukiwa mdau wa soka, wewe ulichukuliaje kwanza? Huko ni kukimbia kitu ambacho alikuwa hana ushahidi nacho. Kwamba wewe unadhani nani ambaye alikuwa sahihi sasa kati ya mkoa na Ali Kamwe? Ukishapatikana na uongo lazima ujitetee kwa kukimbia. Kwamba alikuwa anakimbia? Sasa kuona neno gani kwa wananchi? Wananchi, mimi ninachotaka niwaambie wananchi, nawapenda kwa sababu ni rafiki zangu, ni watani zangu, lakini sasa wawe wapole tu, kwa sababu asilimia kubwa aliyefungwa magoli mengi na aliyekuwa anayaogopa magoli yale matano ni yeye aliyekataa ule mchezo. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa zile tano zinakuja tena. Sawa bana, nikushukuru sana mjomba. Haya. Sawa bana, huyu mjomba wangu anaitwa Kamera, anakuambia yeye bana ni damu. Kwa hahitaji kuuliza kwamba damu ina rangi gani, anakuambia rangi ya damu ndo timu yake. Na hapa tena niko na mjomba. Mjomba, si unaweza kugeuka tuangalie kamera pale tuzungumze kidogo? Nipo na mjomba hapa bana kutokea hapa Miuji Mwatano, ambaye pia naye tutazungumza hichi ambacho tunakijadili. Bana mjomba, tulishuhudia siku ya juzi, ilikuwa ni tarehe 2, alikamatwa afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe kuhusiana na kauli ambazo alizitoa kabla mchezo wao dhidi ya Tabora United. Ungejitambulisha kwa majina, lakini pia natamani kufahamu ni shabiki wa timu gani na mtazamo wako ni upi? Mimi Mashaka Yohana. Yanga, na mimi ni shabiki wa Yanga. Sawa bana, msemaji wenu alikamatwa. Unafikiri labda shida ilikuwa wapi? Shida ipo. Unajua timu hizi kubwa mbili. Ngoja kwanza mjomba nipande tuongee vizuri. Timu hizi kubwa mbili, hata wenyewe kwanza watu wa serikali wanapotoa labda ahadi na maneno wasipitilize, kwa sababu mkuu wa mkoa alisema kuna virushwa vinatembea vimeseji. Unajua yule amejibiwa kwa sababu ya lile neno alilosema. Na hizo timu zina utani. Tabora na hizi timu mbili zina utani. Yaani mtu ukiongelea unajua wewe ni mtani wake na yeye lazima akutanie. Unaona? Hata huu upande wa pili isha kutokea mkuu wa Mbeya sijui. Na yule aliongea vitu vyake naye. Ila sasa wanapoongelea timu zao za mikoa waziangalize timu kwamba zina utani ndani yake. Hata Ali Kamwe kidogo aliingiza utani, lakini hasa utani kwa sababu ile mheshimiwa. Sema kuna baadhi ya maneno aliyazungumza ambayo labda yalinukuliwa kama sio mazuri kwa kiongozi, hasa yule ambaye amepewa dhamana na mheshimiwa rais. Kwa sababu kwanza aliomba radhi kwa rais. Alisema bana, tunakushukua kututeulia mtu makini, lakini mimi ni msemaji wa Yanga. Yaani mtu anayekatiza kwenye Yanga yangu na kufa naye. Sasa mkuu wa mkoa alikatiza kwenye Yanga za Ali Kamwe. Naona kwamba mkuu wa mkoa ndo aliingia. Si Ali Kamwe, lakini akumbuke ile ilikuwa ni eneo la Tabora ambalo mmiliki ni mkuu wa mkoa husika. Ndio,
Ally Kamwe aliongea baada ya mkuu wa mkoa naye kuongea ile maneno yake kwamba golikipa wao wametumia si message hizi za nini, ndo Ally Kamwe akajibu. Naona na Ally Kamwe lazima atete brand yake. Haiwezi eti Yanga atoe rushwa kwa Tabora. Toka lini? Hiyo haiwezekani. Wewe unadhani labda kwamba nali kwa mtazamo wako sasa Kamwe alikuwa sahihi, si ndio? Mimi siwezi kusema akiwa sahihi. Kama alikuwa hayupo sahihi, yule amehukumiwa kutokana na kile cheo cha yule mheshimiwa. Sasa bana, nikushukuru sana mjomba. Sasa bana, umemsikia hapo ndugu yangu mjomba anaitwa Mashaka, ametema ambacho yeye anaona mtazamo wake cheche kweli kweli. Na hapa pia niko na ndugu zangu wengine ambao tutazungumza kuhusiana na hicho. Bana, habari ya kwako mjomba? Bana, safi. Shwari, nishawakalili mpaka majina. Unaitwa Isaac? Mimi naitwa Isaac David Katuni. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Sawa bana, tumeshuhudia kwa siku za juzi hapa issue ya afisa habari wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe kukamatwa mkoani Tabora, lakini akachiwa kwa dhamana. Mimi nataka kufahamu maoni yenu, nyinyi mlipokeaje kama mashabiki wa mpira wa miguu, sasa ukiwa shabiki wa timu pinzani? Sasa kwa sababu alichoongea yeye kwamba kuna hivi vitu vya kufanyaje, mnasema aliteleza kidogo. Lakini ni masuala ya kibinadamu na mambo ya utani wa jadi. Hizi timu mbili, Simba na Yanga, ni timu kubwa. Lakini ile issue ilikuwa ni ya Tabora na Yanga. Tabora na Yanga ndio. Na kwamba ilikuwa ni kutokana Ally Kamwe alikamatwa kutokana na kauli ambazo alizitoa kwa mkuu wa mkoa wa Tabora kabla ya mchezo wao dhidi ya Tabora United, ambazo pengine wadau wa soka au wenye mamlaka husika walizinukuu kama kauli ambazo sio nzuri, labda kwa kama za uchochezi kwa afisa habari kumtamkia mkuu wa mkoa ambaye kapewa dhamana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa swali hili mimi nilikuwa naona labda angemsamehe tu, kwa sababu ni swala ambalo limetokea na yule katamka kutokana na jinsi anavyozungumza. Si msemaji ana haki yote ya kuzungumza anachokiona yeye, lakini kuna mengine anakuwa yako pending, unaona. Na yule amezungumzia vile kwa sababu tu ya mambo ya timu hizi. Sawa. Kwa unadhani kwa mtazamo wako kwamba Ally Kamwe aliteleza? Kidogo aliteleza. Na ni swala la kibinadamu na alipaswa tu kusamehewa. Bana, kushukuru sana mjomba. Sasa bana, umemsikia hapo mjomba Isaac anatoa moyoni kuhusiana na hicho. Bana, habari yako ndugu yangu? Shwari mjomba. Shwari mwananchi? Kama kawa mjomba. Bana, nataka tuzungumzie kuhusiana na issue ya msemaji wenu Ally Kamwe mara baada ya kukamatwa siku ya juzi tarehe 2 Tabora pale, lakini akaja akaachiwa kwa dhamana. Wewe kama shabiki, maoni yako yalikaaje? Yaani wewe unadhani kwamba nani alikuwa sahihi pale kati ya mkuu wa mkoa dhidi ya Ally Kamwe? Hapo mimi siwezi kuhukumu chochote zaidi ya sheria, wataenda wenyewe ndio watajua ukweli. Hapo hatuna, mimi sina la kuchangia lolote tena kusi. Ila vipi unafurahishwa na utendaji kazi wa wasemaji hawa hizi timu? Wasemaji wako vizuri. Uhakika wanafanya kazi vizuri. Na wenyewe ndio wanahamasisha, ukiangalia wengi mara nyingi watu wanajaa kwa ajili yao. Mjomba. Bana, nikushukuru sana ndugu yangu. Pamoja ndugu. Sema leo hujajitambulisha jina. Mimi naitwa Hasani au jina mtaani maarufu Bobani. Bobani. Legend. Ulikichafua sana hizo za Bobani? Hamna, wamenyamua kunipa. Washikaji tu wamekubless mtaani. Wauni ndio wamenibariki hilo. Nakubali sana. Sawa bana, habari yako ndugu yangu? Salama. Shwari mjomba. Fresh. Sio Liva hapo. Liva kabisa, au ni kutokana na namna kwa msimu wanafanya vizuri? Never walk alone. Never walk alone. Long time hii. Bana, nakubali sana. Kwa hiyo toka mwaka gani? Liva toka ile 2005 ile. Ile kitambo na AC Milan ile ukaanza kuivaa uzaga mimi kuvaa uzi. Bana, umetisha sana. Bana, kibongo bongo shabiki wa timu gani? Bongo bwana, mimi sina timu. Hao wote wananijua. Hapana bana. Mjomba tudanganye ukweli. Anatuambia ana timu. Kweli? Kwamba hata nyumbani wapi? Nyumbani hapa Dodoma. Kwamba hata Dodoma Jiji una hata mapenzi? Sina, kwa sababu hata wao Dodoma Jiji unakuta tena ni mamluki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo siwezi shabikia vitu ambavyo. Wewe ni Liva, tuzungumzie Liva. Kwa mwaka unachukua kikombe ya kwetu, ndo ya kwetu. Sio tunapiga. Akija mwingine tunapiga. Sasa nani mwingine atasimama? Wewe unafikiri mnatoboa mwaka huu? Tunatoboa uhakika, yani kwa asilimia zote yani. Bana, sawa ndugu yangu, shukrani sana. Poa.
Sawa. Bongo anakuambia mambo ya bongo bana, wewe mwachie Bobani, yeye sio maswala yake atumiagi. Bana poa sana kutokea hapa Miuji Njombo kwa maana mimi nasemaje? Hata wenyewe hawa watu wa serikali wasipitilize maneno. Wasiseme Simba na Yanga wanatoa rushwa, halafu wakirushwa maneno wasemaji wao wanakuwa matatani kwa sababu ya vyeo vyao. Kwa hiyo wanapoahidi timu zao bwana, ndatoa milioni 60, basi aishie hapo hapo. Asiongeze kitu wala asipunguze kitu, kwa sababu ahadi kawaida. Hata Yanga wenyewe wanaahidiwa, Simba wenyewe wanaahidiwa. Lakini aseme kuna virushwa, si Simba anamuonga si nani, si Yanga anamuonga nani. Akishaongea maneno hayo tu, yatakayokuja mengine. Ndio hivyo tu. Bana nikushukuru sana.